Wana wa Mungu, kwa kweli wakati tulio nao ni mfupi sana. Wakati tulio nao ni mfupi na tunatakiwa kutumia kwa busara sana. Lakini niweze kuambia watu wa Mungu, Mungu kwa kipindi kichi tulicho nacho anatumia watu tofauti tofauti kwa ajili ya kuliamsha kanisa. Sasa wajibu walio nao watoto wa Mungu, kila ambaye ataweza kupata ujumbe wa kuweza kuliamsha kanisa kwa wakati tulio nao aweze kutumia fursa hiyo, kwa sababu ni ukweli amepewa. Lakini usipotumika huo wasaa na watu wasipoleta kweli hiyo ambayo wameweza kupewa, wakakaa nayo katika majumba yao, wakakaa nayo ndani ya mioyo yao pasina kushuhudia, pasipo kuliambia kanisa, aidha kulikemea au kulitia moyo kwa ujumbe fulani ambao Mungu amepatia baada ya kuwa umepimwa katika maandiko, basi bila shaka kwao hapana asubuhi. Kwa sababu watakuwa wamelalia nuru, na hiyo nuru itakuja kuangamiza kwa sababu hawajaipeleka kwa watu husika. Sasa katika Waefeso tunapata ya kwamba tunaanza safari yetu kuoneshwa kazi tulionayo siku hizi za leo. Hasa pia tunakwenda kuona katika roho ya nabii kazi tunayopewa sisi kwa wakati huu. Katika kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 15 na 16 anasema haya maneno: basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. 16 mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa hivyo tupo katika zama za uovu, kunatakiwa kukomboa wakati. Na tuangalie jinsi tunavyoenenda. Katika Testimony to the Churches ukurasa wa 157 paragraph ya 4 kuna misali hapa ninahitaji niweze kusoma uweze kuelewa kazi tulionayo na muda tunavyoutumia itakavyokuja kutukosti baadaye. Anasema kuanzia mstari wa 4, hebu kila kitu kinachoweza kusemwa kuliamsha kanisa kutoka katika usingizi wake kiletwe mbele za watu bila kuchelewa. Unaona Usipoteze wakati wowote katika kukaa kwenye vitu ambavyo si vya lazima na ambavyo havihusiani na mahitaji ya sasa ya watu. Hiyo ndio kazi tulionayo. Kwa hivyo kitu chochote ambacho kinapasa kuweza kusemwa, na ninapongeza kwa watu wa Mungu ambao bado wanaweza kuionya kanisa, japo wapo wanaobugudhi, wapo wanao dhihaki wakisema hawa watu hata hawana kazi ya kufanya. Lakini nawaambia, kama kuna ujumbe unaoletwa kwa kanisa na watu wanaleta huo ujumbe, lakini watu wanapuuza, ni kazi yao watu kupuuza, lakini ni ujumbe tunapewa kabisa ya kwamba tuweze kuleta jumbe yote itakayoamsha kanisa. Kuna mambo ya unabii yanayotakiwa kuletwa katika kipindi tulicho nacho. Sasa watu wanatakiwa waambiwe hali tulipo katika unabii. Lakini zaidi ya hapo kuna mambo mengine ambayo watu bado wanakanyaga. Zaidi ya vitu vya unabii vya baadaye na vitu vinavyotokea bado kuhusiana na maisha ya mtu na mtu, kuhusiana na yale ambayo Mungu amesema kwa mtu binafsi. Kuna sheria za afya, kuna mambo ya nuru katika familia na mambo mengine ambayo ni kweli za kila sekta ya maisha. Hizi zote ambazo watu wanaweza kuwa wakizipuuzia, mtu akisha kupata hiyo aweze kuliambia kanisa na kuliamsha. Lakini pia sehemu ya pili ya ujumbe tulionao na kazi tulionao ni kwamba hakuna sehemu tunapotakiwa kuwa watoto wa Mungu ikiwa kweli sisi ni watu tunaosubiria ujio wa Yesu mara ya pili. Hatutakiwi kupoteza wakati wowote kwa ajili ya kukaa sehemu ambapo hapaleti mwangaza wowote, nuru yoyote. Haupo tu kupoteza muda. Sasa wewe, hizo zitakuja kutumika katika siku ya hukumu. Utajibu nini kwa wakati uliopewa? Kwa hivyo tuna kazi kubwa ya kufanya maadamu tumebakiwa na muda mchache. Sasa kama shetani mwenyewe anajua ana muda mchache, wewe ambaye ndio unayetakiwa kuja kukombolewa. Angalia katika kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 12 anasema, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu,
shangilieni enyi mbingu, nanyi mkaao humo. Ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua kuwa ana wakati mchache tu. Kwa hivyo shetani anajua ana wakati mchache. Wewe una wazi kwa namna gani? Na tumekusha kuambiwa kwamba Yesu anakaribia. Fanya wajibu wako, Mungu aweze kutusaidia sana. Hatuna wakati kabisa.